Namna hivyo Philip Nandwata ananipa kijiti na wasawa kujimwaya viwanjani. Karibu mwanamichezo, tujuzane masuala mbalimbali ya kimichezo na burudani. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa. Karibu. Moja kwa moja naanzia bungeni jijini Dodoma ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa ameipongeza klabu ya Yanga kwa kutoa ubingwa wa ligi kuu msimu wa mwaka 2024-2025 pamoja na ushindi wa mabao mawili dhidi ya watani wao Simba bungeni jijini Dodoma, ambapo pia ameitakia heri klabu hiyo katika kujipanga vizuri kufanya zaidi kitaifa pamoja na kimataifa, huku Spika wa Bunge Dr. Tulia Ackson kwa niaba ya wabunge amewapongeza wachezaji, viongozi na mashabiki wa klabu ya Yanga kwa kutoa ubingwa wa ligi kuu kwa Tanzania bara mara 4 mfululizo. Mheshimiwa Spika, jana tarehe 25 Juni 2025 ulichezwa mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC maarufu Kariakoo Derby kati ya Yanga na Simba katika dimba la Benjamin Mkapa maarufu Lupaso. Mchezo huo ulimalizika kwa timu ya Yanga kuifunga Simba mabao 2-0 yaliyofungwa na nyota Pacome Zuzu na kijana wetu wa Tanzania Clement Mzize. Mheshimiwa Spika, naomba niungane na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuipongeza timu ya Yanga kwa kutoa ubingwa wa 31 wa Tanzania bara, ikiwa ni ubingwa wa 4 mfululizo. Aidha, niwatie moyo klabu ya Simba kwa kuendelea kupambana mpaka mechi ya mwisho na kuongeza ladha ya timu yetu. Pia niwapongeze wachezaji wote wa ligi zote wa timu zote za ligi hapa nchini. Viongozi wa vilabu vya soka, pongezi sana. Wadhamini na wafadhili wa michezo, hongera sana. Na viongozi wa shirikisho letu la mpira nchini TFF, hongera sana kwa usimamizi mzuri kwenye mpira huu wa miguu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwapongeza sana klabu ya Young Africans Yanga kwa kutoa ubingwa kwa mfululizo. Kwa kweli kama waziri amesema ni mara 4 au mara 5 hii sasa, mara 4 mfululizo kwa kushinda ligi ya mabingwa hapa nchini. Kwa hiyo tunawapongeza sana Yanga, kwa hivyo tunawatakia kila laheri pia kwa sababu wameshinda hii ligi kuu hapa nchini, lakini tunawatarajia pia viwango vizuri walivyoonyesha waendelee kutuwakilisha huko kwingine pia. Namna hivyo nikirejea hapa jijini Dar es Salaam katika huo ubingwa wa Yanga, meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Al-Shabani Kamwe amesema klabu hiyo inatarajia kufanya sherehe za ubingwa wa ligi kuu msimu huu 2024 na 2025 siku ya Jumatatu ya Juni 30 baada ya kurudi kutoka visiwani Zanzibar, ambapo wataenda kucheza fainali ya kombe la CRDB Federation Cup. Kamwe amesema hiyo parade hilo litaanza Ilala Boma, Karume na Msimbazi katika makao makuu ya Simba, ambapo wakifika Msimbazi watasimama kwa masaa 3 huku wakiwapa nafasi wachezaji wa zamani wa Simba Clatous Chota Chama, Jonas Mkude pamoja na Israel Mwenda. Wanachama wote, tena kuanzia kwenye viongozi wetu wote wa kanda, viongozi wetu wote wa matawi, waratibu wetu wa mikoa, wanachama, mashabiki, matawi yetu yote, kwa niaba ya uongozi wa klabu yetu ya Yanga tunasema asante sana kwa umoja, upendo na mshikamano ambao mmeuonyesha msimu huu. Toka jana ambako tumechukua ubingwa, swali ambalo wanayanga walikuwa wakijiuliza, tunaanza lini sherehe za ubingwa? Ndio swali kubwa ambalo wanayanga wamekuwa wakinitumia. Lakini pasina kusahau wanayanga wenzangu, hapa sio mwisho. Hapa sio mwisho msimu huu. Tarehe 29 tutakuwa na mechi nyingine ambayo ni fainali, ambayo itafanyika Zanzibar. Tutacheza na Singida Black Stars. Kwa hiyo tukawa tunatafakuri pale,
tuweke msondo sasa hivi au tusubiri tumalize mambo yote kwa pamoja? Timu yetu kesho itafanya safari ya kuelekea Zanzibar. Inaondoka saa ngapi? Inaondoka vipi? Mimi mwenyewe sijui. Na huo ni utaratibu wa michezo mikubwa kama hiyo. Kwa hiyo katika hilo pia mtaniwia radhi ndugu zangu waandishi wa habari, tukutaneni wapi? Zanzibar. Lakini Yanga itaondoka kesho kuelekea Zanzibar. Inaondoka usafiri gani? Muda gani? Njia gani? Mimi mwenyewe sijui. Kesho tutaweka historia. Klabu ya Yanga Afrika hapa tutakunywa supu ya ngamia. Kesho tutaangusha ngamia hapa. Namna hivyo msemaji meneja wa idara ya habari na mawasiliano ya Yanga Ali Shabani Kamwe. Kunako mchezo wa gofu, katika kuhakikisha mchezo huo unachezwa kuanzia ngazi ya chini, uongozi wa chama cha gofu Tanzania umeahidi kutekeleza agizo la Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ya kutaka mchezo huo kuchezwa kwenye mashindano ya UMISETA pamoja na UMITASHUMTA. Hayo yameelezwa na Rais wa chama cha gofu Tanzania Gilman Kasiga wakati wa zoezi la kuitangaza na kukabidhi vifaa kwa kamati ya gofu chipukizi Tanzania ambayo ina lengo la kuendeleza na kukuza mchezo wa gofu, ambapo amesema kuwa uundwaji wa kamati hiyo ni chachu kuelekea ushiriki wa mashindano hayo katika ngazi ya kitaifa, ambayo ni fursa adhimu ya kuutangaza mchezo huo. Tuna mpango huo. Acha tu mpango, tuna instruction kutoka kwa wizara na waziri mkuu. Wametuchallenge kwamba gofu ingie katika UMISETA na UMITASHUMTA. Na mpango wa kwanza ni kushirikisha shule ambazo ziko katika mikoa yenye viwanja vya gofu. Kwa tumekuwa tukifikiria, tumetayarisha andiko na plan tufanye namna gani hili, lakini hatujafikia kuweza kufanya execution. Nafikiri kuunda hii kamati itatusaidia zaidi ili kuweza kuliweka katika level ya kutimiza hayo malengo. Kwa hiyo kujibu swali lako kwamba huo mpango upo, na sio mpango tu, lakini kuna agizo la serikali ambalo lilitolewa na Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu mwaka jana katika wakiwa kanafunga mashindano ya UMISETA. Kwa upande wa wanakamati wa gofu chipukizi ambao wana jukumu la kukuza na kuendeleza mchezo huo, wameeleza faida zake na namna ambavyo watafanya kazi kufanikisha lengo la TGU. National team ya wachezaji chipukizi, yani juniors, inawawezesha kushiriki mashindano mbalimbali kwenye clubs, kwenye mashindano ya nchi, between clubs, na kwenye regional tuna kwenye Africa tuna regional competitions. Witness Matiku, Channel 10 Michezo. Asante sports lady wetu Witness Matiku kwa taarifa hiyo. Kwingineko, wadau wa usafirishaji wa malori Tanzania wameeleza furaha yao kuelekea kuanza kwa mashindano ya mpira wa miguu ya Chani 2024 yanayochezwa mwaka 2025 na AFCON 2027 kupitia fursa mbalimbali zilizopo kwenye usafirishaji wa vifaa vya ujenzi wa miundombinu ya viwanja hapa nchini. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, mwenyekiti wa chama cha malori Tanzania Shabani Chuki amesema kuwa wao kama chama wanafurahia fursa zilizopo kuelekea kuanza kwa mashindano ya mpira wa miguu ya Chani na AFCON, ambapo kupitia ujenzi na maboresho ya viwanja yamekuwa kipaumbele kusafirisha vifaa hivyo. Uboreshaji wa viwanja vya michezo Tanzania, of course karibu 70% ya raw material na vitu vingine vinabebwa na malori yetu. Sio mabasi, malori yetu. Kwa hiyo imekuwa fursa kwetu. Tunashukuru sana serikali kwa kupambania kuhakikisha AFCON na michezo mingine mikubwa inachezwa Tanzania. Sababu hiyo imetuletea fursa sisi wasafirishaji
imeletea fursa mpaka kwa mama ntilie. Sio wasafirishaji tu, mama ntilie, mainjinia, vibarua. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kwa jambo hilo. Tunaishukuru sana. Tunaomba Mwenyezi Mungu awajalie kupambania mambo mengine tena endelee kupita hapa kama ambavyo bandari yetu imefunguka. Bandari yetu imefunguka sana 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 sana. Namna hivyo, taarifa hiyo ndio inaniwekea utuo upande wa viwanjani kitaifa, na sasa ni katika medani za kimataifa. Kunani huko? Huyu hapa msimulizi wetu Salum Pelembo. Michuano ya kombe la dunia la vilabu la FIFA imeendelea kwa kasi, huku mashabiki wakishuhudia mechi zenye ushindani mkali na burudani kutoka vilabu mbalimbali vinavyowakilisha mabara tofauti duniani. Katika mchezo wa kundi F, Borussia Dortmund ya Ujerumani iliibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Ulsan Hyundai ya Korea Kusini. Bao hilo lilifungwa na kiungo mshambuliaji wa Dortmund Daniel Svensson dakika ya 36. Mechi nyingine ya kundi hilo ilikuwa kati ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini dhidi ya Fluminense ya Brazil. Mchezo huo ulimalizika kwa sare tasa ya bila kufungana. Katika kundi E, Inter Milan ya Italia ilionyesha ubabe wake kwa kuichapa River Plate ya Argentina mabao 2-0. Mabao ya Inter yalifungwa na Alessandro Bastoni katika kipindi cha kwanza na Francesco Esposito dakika za mwisho za mchezo, matokeo ambayo yaliwapa nafasi kubwa ya kuongoza kundi hilo. Monterrey ya Mexico nayo haikubaki nyuma baada ya kuichapa Urawa Red Diamonds ya Japan kwa mabao 4-0. Ushindi huo mkubwa ulioweka katika nafasi nzuri ya kutinga hatua ya mtoano. Michuano hiyo itaendelea tena leo kwa michezo mingine miwili majira ya saa 4 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo Juventus watakipiga na Manchester City katika dimba la Camping World Stadium jijini Orlando, wakati Wydad Casablanca watakipiga dhidi ya Al Ain katika dimba la Audi Field jijini Washington. Na huko kwenye NBA, timu ya Dallas Mavericks imemchagua nyota chipukizi wa chuo cha Duke Cooper Flagg kama chaguo la kwanza katika draft ya NBA, ambapo vilabu huchagua wachezaji waliofanya vizuri kutoka ligi za vyuo na ligi za kimataifa. Flagg mwenye umri wa miaka 18 na siku 186 anakuwa mchezaji wa pili mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kuchaguliwa wa kwanza katika historia ya NBA. LeBron James anashikilia rekodi hiyo alipochaguliwa na Cleveland Cavaliers mwaka 2003. Flagg aling'ara akiwa na chuo kikuu cha Duke, akisaidia timu hiyo kufika nusu fainali ya NCAA msimu wa 2024-2025. Alikuwa na wastani wa kufunga pointi 19.2, rebound 7.5 na assist 4.2 kwa kila mchezo. Huyu amekuwa mchezaji wa pili katika historia ya Dallas Mavericks kuchaguliwa wa kwanza kwenye draft baada ya Mark Aguirre mwaka 1981. Kwa chaguo la pili, San Antonio Spurs walimchukua mlinzi Dylan Harper mwenye umri wa miaka 19. Harper ni mwana wa bingwa NBA mara 5 Ron Harper na kaka yake mkubwa Ron Harper Jr. anayecheza kwenye kikosi cha Detroit Pistons. Philadelphia 76ers walimchagua VJ Edgecombe, mlinzi wa chuo kikuu cha Baylor, raia wa Bahamas. Huku Charlotte Hornets nao walitumia chaguo la 4 kumchagua mlinzi Con Knuppel anayetokea chuo kikuu cha Duke. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Asante msimulizi wetu Salum Pelembo kutupitisha katika medani za kimataifa. Na sasa nenda kuhitimisha na burudani. Burudani na kuacha na kwaya ya bunge ikitoa burudani mbele ya wabunge, huku ikiimba nyimbo mbalimbali zenye ujumbe wa kuwatakia heri wabunge hao kuelekea tamati ya bunge la 12 ambalo litafungwa hapo kesho. Hebu tazama kidogo tu kionjo cha wimbo huo. Usani
Kila lililo na mwanzo lazima liwe na mwisho. Wale ambao wamesoma shule za St. Kayumba tunaita hivyo, mtakuwa mnaelewa ile kuaga wale LOI, namna ambavyo kwaya hiyo ya bunge imeweza kutumbuiza, ndivyo vile ambavyo wale darasa la 7 pamoja na kidato cha 4 ni kawaida sana kuimba nyimbo za muundo huo ama zenye mahadhi kama hayo. Na ndivyo ambavyo na tamatisha leo yote ya dawati la michezo na burudani kwa leo. Kama kawaida, mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa, nikurejeshe kwake Philipina Ndwata aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Bye bye.